Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu uwafanye hao unaowalisha kwa sakramenti zako waeneze ulimwenguni harufu nzuri ya Kristo anaishi na kutawala milele na milele. Na sasa mafuta ya wakatekumeni yataletwa na wakatekumeni hapa kwenye meza. Baba Askofu atayabariki, na baada ya kuwabariki mashemasi wajiandae kuleta mafuta ya krisma kwa ajili ya kuwekwa wakfu. Tunaomba wakatekumeni kuleta mafuta juu ya meza hapo. Tunaomba tusimame Baba Askofu anapobariki mafuta ya wakatekumeni. Mungu uliye nguvu na kinga yetu sisi taifa lako, umefanya mafuta kuwa ishara ya nguvu. Tunakuomba uyabariki mafuta haya na kuwapa nguvu wakatekumeni watakaopakwa nayo, nao wakishapokea hekima na nguvu zako waweze kuifahamu zaidi Injili ya Kristo wako, na kwa moyo mkuu waanze maisha magumu ya Kikristo, na baada ya wao kuwa watoto wako wafurahi kwamba wamezaliwa upya na kwamba wanaishi katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunaomba sasa wakatekumeni mje mchukue mafuta muyarudisha kwenye meza mliyochukulia, na baada ya hapo mashemasi tunaomba mlete mafuta ya krisma hapa kwenye meza ya askofu ili Baba Askofu mkuu ayaweke wakfu. Tunaomba mapadri mliopo huko mjiongee huku ili tuweze kuweka duara na muache nafasi hapo mbele. Karibuni mapadri huku mbele.
Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Ee Mungu, uliasili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambao matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotolea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi za ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, Jiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mzeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zaidi ya mambo yatakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake. Wakati dhambi za watu zilipooshwa na maji ya ubatizo, mafuta haya yanazifanya nyuso zote zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aroni kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho wako Mtakatifu ashuke katika sura ya njiwa, na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale yaliyoabuliwa na Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Tunaomba mapadri mnyoshe mkono kulia kabisa. Kwa hiyo Ee Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakatifuza mafuta haya ulioumba. Uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliwapaka krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako. Uifanye krisma hii iwe ishara ya uzima wa wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu uliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu. Waliozaliwa nao wageuke kuwa hekalu lako tukufu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Hatimaye uwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sasa tuwaombe mapadri turudi kwenye viti vyetu. Mashemasi waliochukua mafuta matakatifu, tunaomba waje hapa mbele wayapeleke kule sakristia. Vile vile tuwaombe wakachikumeni
waje pamoja na madaktari tuwapeleka mafuta matakatifu kule sakristi.